Taifa la Mungu, karibuni katika adhimisho la misa takatifu leo, ikiwa ni Dominika ya 16 ya mwaka A wa kanisa. Leo katika maandiko matakatifu tunafundishwa kuhusu subira ya Mungu. Katika dunia sasa tunaona mema na mabaya, pia tunaona haki na dhambi ikiendelea kuwepo katika maisha ya kila mwanadamu. Lakini tunajiuliza kwamba kwa nini Mungu haondoi waovu mara moja? Swali hilo Yesu analijibu katika somo la Injili, akitufundisha kwamba Mungu ni mwenye subira na anampa nafasi mdhambi ili aweze kufanya mabadiliko ya kweli na aweze kufikia uzima wa milele. Nasi katika maisha yetu tunaalikwa kujiombea sisi wenyewe na kuwaombea wale wanaoanguka katika dhambi, ili mwisho wa siku waweze kufikia uzima wa milele. Familia moja inamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya kila siku na baraka anazojaliwa. Wanamwomba Mungu baraka na neema katika maisha yao. Pia wanaomba ulinzi wa Mungu. Wanaombea mama yao uponyaji kwa maradhi yanayomsumbua. Pia wanaombea wagonjwa wote uponyaji. Wanaiombea kikundi cha kwaya ya Mtakatifu Don Bosco kidumu daima. Pia viwao wengine wajiunge na utume wa uimbaji. Wanaziombea roho za marehemu Pascalina, Paulina, Grace na Marco, na marehemu wote ambao hawana maombezi. Mungu awape pumziko la milele mbinguni. Familia moja inamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya kila siku anayowajalia. Inamwomba Mungu baraka na neema na ulinzi wake. Familia inamwomba Mungu awasaidie katika changamoto wanayopitia. Familia inaziombea roho ya marehemu Marco Herman Msengi, Paulina Gihonda, Pascali Herman, Maria Herman, Paulo Herman, Maria Mbogo, Martha Msengi, Dorothea Msengi, Alois Filipo na marehemu wote. Mungu awape pumziko la milele mbinguni. Familia
Moja inamshukuru Mungu kwa zawadi ya uzima wa maisha anayowajalia katika maisha yao. Wanamwomba Mungu azidi kuwajalia neema siku zote katika maisha yao. Wanamshukuru Mungu kwa kuwatia nguvu na kumtia nguvu baba yao ambaye ni mgonjwa. Wanamwomba Mungu aendelee kumtia nguvu ili aweze kupona vizuri. Wanamshukuru Mungu kwa mahangaiko yote na Mungu kuweka mkono wake na aendelee kuweka nguvu zaidi katika familia yao. Wanaziombea roho za marehemu wote, hasa Petro Marmo, Elizabeth Roki, Eugenia, Antonia Pisa, Oswaldi Ero, Juliana Tataa, Dominiki Ero na marehemu wote ambao hawana maombezi. Mungu awape pumziko la milele mbinguni. Kwa marehemu tunawakumbuka, raha milele wape Bwana, na mwanga milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amina. Basi kwa namna ya pekee leo katika parokia yetu ya Bargi tuna ugeni kutoka Anzi kwa Mtakatifu Don Bosco. Hivyo tunakaribisha sana, mjisikie nyumbani hapa parokia ni Bargi. Basi leo tutakuwa makofi. Karibuni sana. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kusaidika kwa adhimisho la mambo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, tusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
Wabariki watumishi wako na uwaongeze kwa huruma vipaji vya neema yako, ili wakiwa na ari katika matumaini, imani na mapendo, wadumu daima katika kuzishika kiaminifu amri zako, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha Hekima ya Sulemani, sura ya 12, sura ya 13
na aya ya 16 hadi 19. Hakuna mtu mwingine yeyote ila wewe, unayewaangalia watu wote, hata umnyoshee huyo ya kuwa hukuhukumu bila haki. Madhali ndiyo uweza wako ulio asili ya haki, kwa sadiki ya milki yako juu ya mambo yote unayowaachilia wote. Kwa kuwa iwapo mwanadamu hawasadiki ya kuwa umekamilika katika uweza wako, wewe wadhihirisha nguvu zako, tena ukijishughulisha na wale wasiokiri kweli hiyo, waifadhaisha jeuri yao. Lakini desturi yako unauzuia hata uweza wako, na kuhukumu kwa upole, na kutawala kwa uvumilivu mwingi. Yaani uwezo unao wakati wowote utakapo kuutumia. Pamoja na hayo, uliwafundisha watu wako kwa matendo yako ya namna hiyo, ya kwamba imempasa mwenye haki kuwa mpenda wanadamu. Tena ukawatilia wanaotumaini jema, kwa sababu endapo wote wametenda dhambi, unawajalia toba. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Umekuwa tayari kusamehe na mwingi wa fadhila kwa watu wote wakuitao. Bwana, uyasikie maombi yangu, uisikilize sauti ya dua zangu kusikia. Mataifa yote uliyofanya watakuja, watakusujudia wewe Bwana, walitukuza jina lako, kwa kuwa ndiwe uliye mkuu. Wewe ndiwe mfanya miujiza, ndiwe Mungu peke yako kuitikiwa. Umekuwa tayari
fadhila na kweli, unielekee na kunifadhili mimi kiitikio. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 8 aya 26 hadi 27. Roho tusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuomba kwa kuungua kusikoweza kutamka. Na yeye aichunguzaye mioyo ajua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendezavyo Mungu. Neno la Bwana. Hallelujah, hallelujah.
Takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Sura ya 13 aya 24 hadi 43. Yesu aliwatolea mfano akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakamwendea wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, myafunge matita matita, mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali aliyoitwaa mtu akaipanda katika shamba lake, nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikiisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa mti, hata nyuni wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Akawaambia mfano mwingine, ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyoitwaa mwanamke, akaisitiri ndani ya pishi 3 za unga, hata ukachachwa wote pia. Hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mfano hakuwaambia neno, ili litimie neno lilonenwa na nabii likisema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyositirika tangu awali. Kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu, lile konde ni ulimwengu, zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Basi kama vile magugu yakusanywavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, na watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye masikio na asikie. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari fupi ya masomo yetu ya leo. Kama tulivyosikia katika utangulizi wa misa kwamba masomo yetu yanatufundisha juu ya subira ya Mungu. Mungu ni mwenye subira.
anatuvumilia hata tunapoanguka katika dhambi, anatupa nafasi ya kutubu na kugeuka watakatifu, yaani kurithi uzima wa milele. Masomo haya pia yanatufunulia sura ya Mungu aliye mwenye nguvu, lakini pia mwenye huruma na upole, akimhurumia mwenye dhambi au yule anayeanguka katika dhambi atubu makosa yake na mwisho aweze kupata wokovu. Katika somo la kwanza tunaona Mfalme Sulemani akitukumbusha kwamba nguvu ya Mungu inaonekana zaidi katika huruma na upole wake. Angeweza kuadhibu wenye dhambi mara moja, lakini anawapa nafasi ya kuongoka, nafasi ya kufanya mabadiliko ya kweli. Huu ni upendo wa pekee ambao Mungu anatupa sisi. Maana tukiangalia maisha yetu ya kila siku, mara pengine tunaanguka katika dhambi, tunawaza mawazo mabaya, tunaongea maneno yasiyofaa na pia tunatenda kinyume na amri za Mungu. Mungu anatupa nafasi ya kuacha matendo mabaya na kuishi matendo mema siku zote. Tunapoendelea kutafakari somo hili, tuwajali pia na wengine ambao tunaona wako katika hali ya dhambi. Tusiwaseme vibaya, kwa sababu Mungu anawapa nafasi pia na anawajali pia kama watoto wake. Kwa hiyo kumbe kinachotakiwa ni nini? Ukiona mtu anahangaika katika hali ya dhambi au mtu hahudhurii jumuiya, haji misa, tunaona matendo yake sio mazuri, tusimcheke bali tumwombee aweze kugeuka na aweze kupata wokovu pia. Katika somo la Injili pia tunaona kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha, anafananisha ufalme wa mbinguni na mambo makuu matatu. Mfano wa kwanza ni mfano wa punje ya haradali. Tunafahamu punje ya haradali ni kama mchanga, yaani ni chembe ndogo sana, lakini inapopanda au mkulima anapopanda inamea taratibu na inakuwa mti mkubwa sana ambao unakuwa makazi ya ndege. Ndege wanafurahia, wanatengeneza viota vyao hapo na wanaendelea na maisha yao. Kumbe mfano huu unatufundisha nini? Unatufundisha kwamba ufalme wa Mungu mara nyingi huanza na mambo madogo madogo ya imani. Mambo hayo madogo ni kama yapi? Jambo la kwanza, sala. Tunaposali tunaona ni jambo dogo, lakini matokeo yake ni makubwa. Pia ukarimu, tunapokirimia watu wenye changamoto ya chakula, labda changamoto ya mavazi, tunapowasaidia watu wa aina hiyo, tunafanya tendo jema ambalo Mungu matokeo yake ni kwamba tunapata neema na tunapata baraka kwa Mungu. Lakini pia tunapowapenda wenzetu, tunapomchukulia kila mmoja wetu kwa upendo, hilo linaweza likatupa baraka na neema ya Mungu. Tunapowasamehe wakosefu. Siku hizi kuna changamoto nyingi sana za ardhi. Wengi wanagombana kuhusu mipaka ya shamba, mipaka sehemu ya ardhi. Kwa hiyo hayo yote, tunapoona mtu anakosea au tunapoona tunadhulumiwa, tuwe tayari kuwasamehe na kuwashauri katika namna iliyo njema. Tukifanya hivyo, tunaweza tukajenga ufalme wa Mungu katika maisha yetu. Lakini pia mfano huu unatukumbusha kwamba kazi ya Mungu hukua hatua kwa hatua, yaani inaanza katika mambo madogo na baadaye mambo makubwa. Mfano mwingine ni mfano wa chachu. Chachu ambayo mwanamke aliitoa kidogo katika vipimo vikubwa vya unga na baadaye unga wote unaumuka. Yaani ni chembe ndogo tu ya chachu inaweka katika vipimo vikubwa vya unga, lakini baadaye unga wote unaumuka. Yaani unakuwa mwingi. Yesu anatufundisha nini? Anatufundisha kwamba
nguvu ya Mungu hufanya kazi ndani yetu daima, na hufanya kazi kwa utulivu na kubadilisha maisha yetu kuanzia moyoni na kuonekana katika matendo. Neno la Mungu tunapolisikia na tunapolipokea kwa moyo kubadilisha maisha yetu kwa ujumla. Mfano wa tatu ni Yesu anasimulia mfano wa ngano na magugu. Watumishi walitaka magugu yang'olewe mara moja, maana yameota sambamba na nini? Na ngano. Kwa hiyo hao watumishi waliona kwamba haya magugu hayafai tuyaondoe, lakini bwana shamba anasemaje? Anasema viacheni vyote vikue pamoja mpaka wakati wa mavuno, ambapo ngano hukusanywa ghalani na magugu kuchoma moto. Mfano huu shamba tunaweza tukaliona kama ulimwengu ambao sisi tunaishi, lakini pia mwenye kupanda mbegu nzuri ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Lakini mbegu nzuri ni ya kina nani? Ni watoto wa ufalme wa Mungu ambao wanaishi matendo mema zote. Lakini magugu ni wale wanaoongozwa na tamaa ya mali, wanaoongozwa na anasa za dunia na wanaongozwa na movu. Na aliyepanda magugu ni nani? Ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, wakati wa hukumu ya mwisho. Maana yake wema watapata uzima wa milele, lakini waovu watatupwa motoni, na huko tunaambiwa kwamba kutakuwepo na kilio na kusaga meno. Magugu katika maisha yetu tunaweza tukafikiria mbali sana, lakini magugu ni vilema vya dhambi. Yaani mizizi ya dhambi. Mizizi ya dhambi. Yaani mambo ambayo yanatufanya tutende dhambi. Kwa mfano, tunaweza tukasema chuki. Chuki ni magugu pia. Lakini wivu, kiburi, kutokuwa na msamaha kwa wenzako, hiyo yote nini? Ni magugu. Kumbe katika somo hili tunapolisikia leo au tunapolitafakari kwa undani, tuangalie maisha yetu. Je, wewe ni nini kinakufanya utende dhambi? Na tukijua kwamba labda ni chuki inanifanya nianguke katika dhambi, au hasira au kiburi, leo Yesu anatualika na anatuambia kwamba tuondoe haya magugu ili mwisho wa siku tuweze kuvunwa kama ngano ambayo imehifadhiwa ghalani, na mwisho maana yake tunapata uzima wa milele. Mfano huu unatufundisha kwamba Mungu humpa nafasi pia mwenye dhambi. Yaani Mungu anasubiri kwamba anawapa nafasi ya kufanya mabadiliko ya kiroho, kukua katika hali ya neema, na mwisho waweze kurudi kwake. Mungu anaonyesha uvumilivu mkubwa sana kwetu, na anatupenda sisi sote tupate wokovu, na huu ni mwaliko kwa kila mmoja wetu sisi kama Wakristo. Tunapoona katika jumuiya kuna wenzetu kweli wana hali mbaya au wameshikwa na changamoto za maisha, wengine mambo ni magumu. Kwa hiyo watu wa aina hiyo tunaalikwa kuwashauri taratibu, kwa sababu upendo wa Mungu hauna mipaka, na pia msamaha wa Mungu upo kila siku. Kumbe na sisi tunapoanguka katika dhambi, hii haitupi nafasi kwamba tuendelee kutenda dhambi au tuendelee kubaki katika hali ya dhambi. Hapana, bali tunapewa nafasi ya kufanya mabadiliko. Mungu anatupa nafasi nyingine tena ya kufanya mabadiliko. Tunaona pia hata katika ni mara chache sana tunaungama dhambi zetu au tunapokea sakramenti ya kitubio. Ni mara chache sana. Utakuta tunakuja muda mwingine tunasali sana au tunahudhuria jumuiya, lakini tusipofanya mabadiliko ya ndani ni kazi bure. Kumbe tutumie nafasi yetu vizuri ya kutenda mema. Mtakatifu mmoja aliwahi kusema kwamba mtu anaweza akabadilika akawa mtakatifu kwa sekunde chache sana,
Kwa hiyo kumbe tunapotafakari mfano huu wa magugu na ngano, unatutia moyo, yani unatutia nguvu kwamba tusikate tamaa. Isifike wakati tunachoka, yani tunasema kwamba mimi hapa nasubiri tu kifo au nasubiri tu hukumu ya mwisho. Hapana, tuna nafasi, bado tuna nafasi, kwa sababu huyo mtakatifu anatutia nguvu kwamba akituambia kwamba mtu anaweza kabadilika, ipo siku. Kwa hiyo tusikate tamaa, lakini pia tuendelee kuangalia maisha yetu, tuchunguze maisha yetu. Tunapoangalia wengine kwamba wana makosa, na sisi tuangalie kwamba na sisi tuko katika nafasi gani. Je, tunatenda wema? Je, tunawasamehe wale wanaotukosea? Kama hatufanyi hivyo, basi tunaalikwa kuendelea kuonyesha upendo wetu. Somo la pili, Mtume Paulo anatufundisha kwamba mara nyingi tunaposali tunashindwa kusali vizuri. Wakati mwingine tunaweza kuwa na maumivu, tunaweza kuwa na wasiwasi au kuchanganyikiwa kiasi kwamba tunakosa hata maneno ya kumweleza Mungu. Hii inatokea wakati mwingine katika maisha yetu. Tunaumwa, labda tuna changamoto hapa na pale, lakini tunasali ila tunaona ni kama sala zetu hazitusaidii, au tunasali wakati mwingine tunaona Mungu yuko mbali sana na sisi. Hapana, Mtakatifu Paulo anatufundisha kwamba tukiwa katika hali hiyo tumwombe Roho Mtakatifu atusaidie, kwa sababu Roho Mtakatifu daima ana nguvu na anatuongoza kwa Mungu, anatuombea na kuwasilisha mahitaji yetu kwa Baba kulingana na mapenzi yake. Kumbe tusichoke, tunatiwa nguvu na maneno haya Mtakatifu Paulo katika waraka wake kwa Warumi. Kumbe tuendelee kusali daima na tuendelee kumwomba Mungu. Tunapotaka kufanya jambo lolote, daima tumtangulize Roho Mtakatifu atuongoze, tusali vema, atuongoze tufanye kazi zetu vizuri, atuongoze kufanya biashara zetu vizuri, ili tuweze kuzaa matunda mema. Paulo anatufundisha kwamba hatupaswi kukata tamaa. Tunapoishi tu wadhaifu katika sala au katika maisha ya imani, Roho Mtakatifu yuko ndani yetu na ana nguvu, anatupa nguvu na anatufundisha kusali daima. Ndugu wapendwa, tunapoendelea kutafakari masomo yetu haya, tumwombe Mungu atujalie neema zake, tutende yaliyo mema siku zote. Atujalie pia moyo wa uvumilivu, imani thabiti, ushirikiano na Roho Mtakatifu, ili tuwe vyombo vya kueneza ufalme wake hapa duniani. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake yeye Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya Maandiko, akapaa mbinguni,
Mtakatifu Katoliki na mitume, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, nangojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Shamba la mchanganyiko la ngano na magugu ni mfano wa maisha yetu na kanisa lenyewe. Ee Bwana Yesu, twakuomba. Baba
msaada wako hatuwezi kufanya chochote. Kwa hiyo tunakuomba uyapokee maombi yetu kwa Kristo Bwana wetu. Amen.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu kubariki kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana aipokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na katika sadaka zake. Ee Mungu, ulikamilisha kafara mbalimbali za sheria ya zamani kwa njia ya sadaka pekee ya Kristo. Uipokee sadaka hii kutoka kwa watumishi wako waaminifu. Uibariki na kuitakatifuza kama ulivyoibariki sadaka ya Abeli, ile kile alichokutolea kila mmoja wetu kwa heshima ya damu yako, kifae kwa wokovu wa wote, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tukushukuru wewe daima na popote, Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Ndani yako tunaishi, tunajibudu na kuwa na uhai, na tukiwa katika mwili huu si tu tunaionja kila siku matokeo ya wema wako, bali pia tunayo tayari amana ya umilele, kwa vile tunayo malimbuko ya Roho yule ambaye kwa njia yake ulimfufua Yesu katika wafu. Tunatumaini kwamba fumbo la Pasaka liwe kwetu la milele. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika wote tunakusifu tukiimba kwa shangwe na furaha.
mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote. Tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Anton Labe na waklero wote. Uwakumbuke watumishi wako, hasa ambao tunakumbuka katika adhimisho hili, uliowaita kwako kutoka dunia hii. Ujalili wao walishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, washiriki pia ufufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza utamkali, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika shawishi, lakini utuokoe maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu,
kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolee daima na dhambi, wala sifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waacheni, amani yangu nawapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Pende kujalia amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama ondoe dhambi za ulimwengu. Heri ya wale walikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona.
Bwana, tunakuomba kwa wema wako uwe nasi taifa lako, na sisi uliotulisha mafumbo ya mbinguni, utufanye tuondokane na maisha ya zamani, tuingie katika upya wa uzima, kwa njia ya Kristo Bwana wetu.